Vilio na majonzi vimeendelea kutawala katika familia ya mzee Flavian Mathew ambayo imemwangukia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan juu ya hatima ya viwanja vyao vilivyopo Mbezi Beach, Kilongawima. Narudi kwako Mheshimiwa Rais, wewe ni mama. Sikilize na utusaidie watoto wako. Sisi tumempoteza mama yetu kwa sababu ya hii kesi. Kwa mujibu wa mwanasheria Sibeti Lupogo, ni kwamba licha kukamilisha taratibu zote za kisheria ikiwemo kutolewa kwa amri za kimahakama kuhusu kumilikishwa maeneo yao Kitalu Elo 2107/2120 Kilongawima, lakini bado kumekuwa na kitendawili. Unayoona machozi haya kwa familia hii ni kweli ni kitendawili. Maelekezo ya mahakama tuseme yamepuuzwa. Hakimu alivyotoa hukumu akampa huyo mzee haki kwamba huyo ndio mmiliki halali wa ile ardhi. Na kama mtakumbuka, kuna baadhi ya video inatembea, kuna huyu mama alikuwa anashukuru kwamba Magufuli ameingia ndio wamepata haki yao. Lakini kwa bahati mbaya furaha hiyo haikudumu muda mrefu. Hii dhuluma hii inatoka Wizara ya Ardhi, kamishna wa ardhi. Mimi naomba serikali sasa ifuatilie mambo haya, imchunguze huyu mtu. Nilikwenda pale anakatata kutufungulia mlango, lakini kwa kuwa mzee naye alikuwepo nilimbeba tukaingia mpaka ndani. Ayo TV tumefanya jitihada pia za kumtafuta kamishna wa ardhi wa mkoa kwa ajili ya kujua hatima ya jambo hilo, ambapo tumejaribu kumtafuta lakini jitihada zimegonga mwamba. Mimi natumika Ndaba Tungane kwa ripoti zaidi. Kwa majina naitwa Sibeti Lupogo, ni mwanataaluma wa sheria. Ni takriban miaka miwili sasa toka Disemba mwaka jana nimekuwa karibu na familia ya mzee Flavian Mathew Nyendiku kwa ajili ya kuwezesha ufuatiliaji wa kuweka sawa utekelezaji wa maagizo ya mahakama kwa upande wa umilikishwaji wa eneo lake. Katika utekelezaji wa agizo hilo zimekuwepo nyaraka mbalimbali ambazo zimeandaliwa kwa ajili ya kufikishwa kwenye mamlaka husika ili kuwezesha umilikishwaji huo utekelezeke. Lakini toka Disemba hiyo na Januari hiyo mwaka huu mpaka hivi leo jambo hili limeshindwa kupatikana ufumbuzi wa jibu sahihi wa kumwezesha mzee Nyendiku aweze kumilikishwa eneo hilo. Nyaraka hizo zilikuwa zinaandaliwa kwa ajili ya kuwezesha ukamilisho wa upatuaji wa hati hizo, ambazo nyaraka hizo zimekataliwa. Zimekataliwa wapi, kwa mkurugenzi au kwa mamlaka, kwa ofisi yenye mamlaka ambayo kwa ofisi ya ardhi ndani ya mkoa. Hakupakuwa na ushirikiano wa jibu sahihi kwamba mzee wetu eneo lake analipata au halipati, kwa sababu tayari eneo hilo liko chini ya umilikishwaji wa mtu mwingine. Ndani ya ukakasi huo uliojitokeza ni wazi kwamba haki bado haijatekelezeka kufika ukomo wake wa umilikishwaji wa mzee Nyendiku. Hivyo unayoona machozi haya kwa familia hii ni kweli ni kitendawili, sababu pia hata wameshapoteza wapendwa wao kutokana na adhima hii iliyojitokeza. Kwa hiyo ni wazi sasa kwa upande mwingine pia mamlaka zenye uwezo wa kusaidia zaidi kuwezesha haki kwa familia hii, kwa upande wa ofisi ya waziri mkuu ambayo tayari ishasikiliza kilio cha mzee, kwa sababu pia kuna barua ambayo ilikuwa imetolewa na ofisi yake, barua ya tarehe 13 Disemba mwaka jana, ambayo ilikuwa imeonyesha wazi kwamba mzee baada ya kupeleka malalamiko yake ilielekeza kwamba asaidiwe aweze kupatiwa umilikishwaji wa eneo lake, lakini imeshindikana. Kwa hiyo kwa upande wa chozi hili ni wazi sasa, naomba ofisi ya waziri mkuu isituchoke, irudi tena kuona inamsaidiaje mzee wetu, mama yetu mpendwa, Mama Samia Suluhu Hassan. Mama, tuna kilio hichi kwa wenye haki ambao haki zao bado zina mafumbo. Viwanja hivi ni kiwanja namba 2120 na kiwanja 2107 na 2120 ni Kitalu Elo, viko Kilongawima, Mbezi Beach. Kiujumla ninachofahamu kisheria, maelekezo yakitoka mahakamani ni maelekezo ambayo unaweza kuyapinga kwa rufaa. Kama mtu hajalizishwa na maelekezo yale, basi anakatia rufaa. Lakini kinyume na hapo, ukishapewa maelekezo kwa mamlaka nyingine ni utekelezwaji, si kuyahoji maelekezo ya mahakama, kwa sababu chombo chenye mamlaka kiupande wa nchi cha kutoa haki ni mahakama pekee.
Kwa maelekezo ya mahakama tuseme yamepuuzwa. Mimi nimekuwa shahidi wa kila hatua waliokuwa wanapitia katika kutafuta haki yao. Kiufupi, mgogoro huu unaweza tukaanza kutoa historia yake kuanzia mwaka 1980 ambapo mtu aitwaye alimuuzia huyo mzee unayemuona hapa, mzee Flavian Nyendiku, kiwanja. Kipindi hicho tusiseme kiwanja, tuseme ni shamba. Basi kutokana na mauzo hayo kukaja baadaye kuzaliwa kesi mahakamani ambapo mzee huyu alienda kudai, alifungua kesi ya madai namba 44 ya mwaka 1985 ya kutaka kupata haki yake alivyonunua. Maki walikuwa kama wanakataa kununua hilo eneo. Mahakama katika mahakama ya mwanzo ya Kawe ikampa ushindi mzee na lile eneo, lakini muuzaji akuridhika, akaamua tena kwenda kukata shauri la rufaa katika mahakama ya wilaya Kinondoni ambapo walifungua rufaa namba 28 ya mwaka 1986. Katika hukumu ile iliyosomwa na Mheshimiwa Hakimu Jiblea, alibatilisha maamuzi yaliokuwa yamefanywa na mahakama ya mwanzo, akampa ushindi yule muuzaji ambaye alikuwa amekataa kwamba akuuzia huyo mzee. Mzee naye akuridhishwa, akaenda mahakama kuu kudai haki mbele ya Jaji Kiando. Jaji Kiando katika maamuzi akawa tu ametoa maelekezo kwamba huyu mzee ni rightful owner wa ile eneo. Kuna kasoro chache alikuwa hajazikamilisha katika manunuzi. Akaambiwa kwamba anaponunua lazima aende aonane na serikali ya kijiji akamilisha zile taratibu. Kwa hiyo katika maamuzi ya Jaji Kiando mwenyewe akasema kwamba huyu mzee anaweza kwenda kukamilisha zile taratibu na akawa rightful owner eneo. Alipotoka hapo huyu mzee akaenda kufuata hizo taratibu kama kawaida, lakini yule ambaye ndio alikuwa ana claim kwamba yeye ya kuuza lile eneo, wakati huyu mzee anaendelea na michakato yake mingine, huyu mzee akamuuzia mtu anaitwa. Kwa hiyo mzee akaja kujikuta tena ana mlolongo wa kwenda kwenye kodo za mahakama akishindana na mtu anaitwa alienda kukatia rufaa ule uamuzi uliokuwa umempa ushindi mzee huyu. Ile kesi imeenda imepigwa danadana. Tunashukuru Mungu mwaka 2019 yakatoka maamuzi. Na maanisha mwaka 2020 kwa sababu kesi ilifungua mwaka 2019. Katika kesi hakimu alivyotoa hukumu akampa huyo mzee haki kwamba huyo ndio mmiliki halali wa ile ardhi. Na kama mtakumbuka kuna baadhi ya video inatembea, kuna huyu mama alikuwa anashukuru akisema kwenye kwamba Magufuli ameingia ndio wamepata haki yao. Lakini kwa bahati mbaya furaha hiyo haikudumu muda mrefu. Haikudumu muda mrefu kwa sababu hawakujali kwamba baada ya ushindi wa mahakama walienda kuweka zuio, familia ya Nyendiku ilienda kuweka zuio mahakamani kwamba hicho kiwanja nikisema kiwanja sasa hivi natakiwa nitumie lugha kiwanja kuliko shamba kwa sababu baadaye yale maeneo yalipimwa. Kwa hiyo huyu mzee akaenda kuweka zuio kwamba mtu yote asipewe hati kwa sababu yeye ameshakuwa mshindi. Lakini cha ajabu na katika mazingira ya kushangaza tumekuja kuona hivi karibuni mwezi huu tarehe 1 viwanja vile wamekabidhiwa wenza wa viongozi wetu wakubwa sana. Haijulikani katika mazingira gani, ni katika maamuzi yapi ya mahakama ikatokea kwamba hawa watu wamekuwa rightful owner na sio mzee huyu. Katika kusaka haki huyu mzee nimempitisha sehemu mbalimbali. Kuna barua zimetembea hadi ofisi ya waziri mkuu. Ofisi ya waziri mkuu ikawataka watu wa ardhi wazingatie maamuzi ya mahakama, lakini mahakama imeonekana sasa hivi swala la kuheshimu utawala wa kisheria hapa nchini ni jambo ambalo ni kitendawili, kwa sababu ushauri wa waziri mkuu na maamuzi na msajili wa mahakama pamoja na kamishna wa ardhi wameamua vitu tofauti na wamempokonya huyo mzee haki yake. Basi ilikuwa ni hivyo tu. Sisi kilio chetu tunaomba kama huyu mtu ambaye ameweza angalau kupata msaada wa kutembezwa huko lakini kakosa haki, itakuwa hatujui kwa watu wengine huko. Kwa hiyo ninaomba kwa unyenyekevu kwanza hawa viongozi niliowataja waelewe kitu kimoja. Sisi hata mara moja hatugombani nao kwa kuwa wamekabidhishiwa hizo ardhi. Tunachotaka tujue tu ni kwamba waliowakabidhi hizi ardhi wanataka kutuchonganisha sisi na wao. Huko mbeleni sitaki kusema sasa hivi, nitakuja kusema kwa nini kimefanyika hivi. Kwa nini wameamua kuwakabidhi hawa watu? Kwa sababu wanajua kuna kitu kingine kiko pending ambacho leo sitaki kukiweka. Kwa hiyo wanawatumia hao kama mgongo
wa kuziba sisi tutakapotaka kudai haki zetu sehemu mbalimbali. Kwa hiyo mimi naomba kwa unyenyekevu ofisi ya waziri mkuu, nafahamu Mama Samia ni msikivu na nilipo hapa ananisikia. Naomba hili jambo basi angalau ulipe attention, ulifuatilie kwa ukaribu, angalau hao watu wapate haki zao. Miaka 39 wanasota. Sina mengi zaidi hayo. Mimi imani yangu tu kwenu ni kwamba haki itatendeka. Pamoja na vurugu zote hizi kutoka wa rais, waziri mkuu na nini, hii dhuluma hii inatoka Wizara ya Ardhi. Kamishna wa ardhi ndio anayekwamisha mambo yote haya. Ni kiburi na ni jeuri. Anakata amri hata ya rais wake, amri hata ya waziri mkuu. Kama ni yeye kamishna wa ardhi ana nani? Mimi naomba serikali sasa ifuatilie mambo haya, imchunguze huyu mtu. Hata jana nilikwenda pale anakatata kutufungulia mlango. Lakini kwa kuwa mzee naye alikuwepo, nilimbeba tukaingia mpaka ndani. Tunaomba serikali itusaidie. Hawa watoto mimi nitawapeleka wapi? Mimi mwenyewe mstaafu, huyu ndo kabisa mgonjwa. Hajiwezi hata kuzungumza hawezi. Kuna anatetemeka namna. Sasa kwa hivi naomba tu serikali itusaidie. Kwa jina naitwa Happiness Flavian Nyandikuu, ni mtoto wa mwisho wa mzee Flavian Nyandikuu. Kilio chetu kwa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan na Mheshimiwa Waziri Mkuu ni kuomba tupate haki yetu juu ya kesi ya babangu ya shamba ambalo liligawanywa kuwa viwanja vitatu. Ni kesi ambayo imedumu kwa miaka 39. Mama yangu alifariki kwa mshtuko baada ya kuona hii kesi imeendelea tena. Na baba yangu hajiwezi, ni mgonjwa sana. Narudi kwako Mheshimiwa Rais, wewe ni mama. Tusikilize na utusaidie watoto wako. Hatuwezi, babangu hajiwezi kabisa, babangu ni mzee sana. Najua wewe ni mama. Unajua uchungu wa kumpoteza mzazi. Sisi tumempoteza mama yetu kwa sababu ya hii kesi. Ndio kimbilio letu jamani. Tunalia kwa uchungu sisi. Tunalia kwa uchungu, mzee wetu anaonewa. Ameonewa mzee wetu jamani. Anaonewa mzee wetu jamani. Maria amehangaika miaka mingi. Miaka mingi sana jamani, amehangaika miaka mingi. Tuangalieni jamani, rais wetu tuangalie baba. Tuangalie.